unataka nini? Jambo la kwanza la kufahamu ya kwamba 2026 ni mwanzo wa robo ya pili ya millennium. 2026 ni mwanzo wa robo ya pili ya millennium mpya. 2000 kutokea mwaka 2000 inaanza millennium mpya ambayo itakamilika mwaka 2100. Kwa hiyo miaka 25 ya mwanzo ni robo ya kwanza, miaka 25 ya pili, kwa maana kutokea 26 mpaka 50, hiyo ni robo ya pili. Kutokea 2050 kwenda 2075, hii ni robo ya tatu. Kutokea 2075 kwenda 2100 ni robo ya 4. Sasa kwenye lugha ya Biblia tunasema miaka 25 ya kwanza kutokea mwaka 2000 ni zamu ya kwanza ya millennium. Mwaka 2026 mpaka 2050 ni zamu ya pili. Kutokea 2050 kwenda 2075 ni zamu ya tatu. Halafu kutokea 75 mpaka 100 ni zamu ya pili, ya 4. Kwa hiyo 2026 ni mwanzo wa zamu ya pili ya millennium. 2026 ni mwanzo wa zamu ya pili, na kama ni mwanzo wa zamu ya pili, maana yake 2026 ni mwaka ambao mtu anapaswa kuanzisha vitu, ni mwanzo wa zamu ya pili. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, 2026 ni mwaka ambao unataka uanze vitu, uanzishe vitu. Kwenye zamu ya kwanza ya dunia, zamu ya kwanza ya dunia ilipoanza, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akaumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mwanzo wa jambo lolote kunamtaka mtu atengeneze ama aanzishe vitu ambavyo havipo. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa kuwa Mungu aliziumba mbingu na nchi ni mwanzo, maana yake ni kwamba mwanzo unapoanza unahitaji uumbaji, unahitaji waumbaji, watu waumbe, watu watengeneze vitu vipya vianze. Kwa hiyo kwenye kalenda ya zamu ni kwamba 2026 ni mwanzo wa zamu ya pili. Kwa mantikio tunapaswa kuanzisha mambo mapya na vitu vipya. Tukisha kwenye elimu ya namba kiroho, wale wanaofahamu masuala ya namba, wale manabii. Sasa kama sio nabii naweza usielewe hapa. Wale manabii kwenye namba kiroho, 2026
ni 2026. 2026. 2026. 2 jumlisha 0 ni 2, jumlisha 2 ni 4, jumlisha 6 ni 10. Kwa hiyo kwenye digits zinazosoma kwenye mwaka 2026 ni 10. Kwa hiyo 10 hizi digits ukizihesabu ama ukiziunganisha, manake ni 1 jumlisha 0, hapo unapata 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tunapoanza tunaumba, tunapoanza tunathubutu, tunapoanza tunakuja na mawazo mapya. Okay, ukichukua 25 kwa maana ya mwaka 2025 ambao ni mwaka wa utimilifu, ndio maana mimi nimeoa 2025. 25 ni mwaka wa utimilifu. 25 ni zile digit ni 2 7, ni 2 5, maana yake 2 jumlisha 5 ni 7. 2 jumlisha 5 ni 7. Ukija 2026 ni 2 6, 2 jumlisha 6 ni 8. Kwa hiyo kuna 7, 25, 26 ni 8. Haya, 7 ni utimilifu, 8 ni kuanza upya. Na ndio maana 8 ni namba ya buri, ni namba ya mvua. Kwenye Biblia imeandikwa. Ndio maana mwezi wa 8 kwenye maandiko inaitwa ni mwezi wa buri, ni mwezi wa mvua, ambapo mvua zinaanza kunyesha tena, watu wanaanza kulima. Zile mvua za maandalizi, watu wanaanza kuandaa mashamba. Ndio maana mwezi wa 9 ni mwezi wa matunda. Kwa nini? Mwezi wa 7 ni utimilifu, mwezi wa 8 ni mwezi wa kuanza, mwezi wa 9 ni mwezi wa kuvuna ama wa kupata ama wa kuchuma matunda ulioyaanza mwezi wa 8. Kwa hiyo kwenye 25 manake ni 2 jumlisha 5 ni 7, na 26 manake ni 2 jumlisha 6 ni 8. Kwa hiyo 7 8, 7 ni utimilifu, kwa 8 ni kuanza upya. Na ndio maana dunia hii tunayoishi sisi ilianza na watu wa 8. Unaelewa kwamba dunia iliangamizwa wakati wa Nuhu. Dunia yote ikaangamizwa wakati wa Nuhu. Akabaki Nuhu na watoto wake watatu na wake zao 3 na mke wa Nuhu. Kwa Nuhu jumlisha mke wake ni watu 2. Nuhu jumlisha watoto wake 3 ni watu 5. 2 5. Halafu Nuhu ujumlishe na watoto ujumlishe na wake wa watoto wake. Nuhu jumlisha watoto wake jumlisha mke wake ni 5. Nuhu 1, mke wake 2, mtoto wa kwanza 3, mtoto wa 4, mtoto wa pili 4, mtoto wa 3 5. Kwa kuna Nuhu, kuna mke, kuna watoto 3, ukijumlisha ni 5. Haya, ujumlishe wake 3 wa Nuhu, wake 3 wa watoto wa Nuhu. 5 jumlisha 3 ni 8. Kwa dunia tunayoishi ni dunia ambayo ilianzishwa na watu 8. Kwa hiyo mwanzo wa dunia hii iliyopo sasa hivi ni watu 8 ndio walioianzisha. Na kwenye 25 ni 2 5 7. 26 ni 2 6 8. 7 ni utimilifu, 8 ni kuanza upya. Kwa 2026 kama kuna mambo ulitamani kuyaanzisha, nisikilize mimi. Kama kuna vitu ungetaka kuanzisha, nisikilize mimi. 2026 ni mwaka sahihi. Okay, kama we ni mwombaji, kama we ni mtu wa kufunga, kama we ni mtu wa rohoni,
unaweza kukubaliana na mimi ya kwamba mwaka huu unasikia msukumo wa kuanzisha vitu. Unasikia msukumo wa kuanzisha. Kama ni mtumishi wa Mungu unataka kuanza huduma, mwaka huu ni sahihi. Kama unataka kuanzisha kanisa, mwaka huu ni sawa. Kama unataka kuanzisha familia, mwaka huu ni sawa. Kwa 2026 kwenye ulimwengu wa roho inataka mambo mapya. 2026 kwenye ulimwengu wa roho inataka mambo mapya. Hii ni mwanzo wa zamu ya pili. Okay. Zakaria alikuwa na hudumu kwenye zamu ya Abiya. Akiwa na hudumu kwenye zamu ya Abiya, mwanzo wa zamu ya Abiya. Zamu ya Abiya ilikuwa ni ya mwanzo. Tunga kitabu cha Mambo ya Nyakati. Ndipo Zakaria akatokewa na malaika kwamba mke wake Elizabeti atapata mtoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nini? Ilikuwa ni mwanzo wa zamu. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Kama kuna mambo unayotaka kuyaanzisha kwenye maisha yako 2026, kama unataka uanzishe kampuni, anza mwaka. Kama unataka uanze kumtumikia Mungu, anza mwaka. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Zamu inapoanza, zamu ya pili inapoanza, anza kuumba. Zamu ya pili inapoanza, unataka kujua, fuatilia taasisi ambazo zilianzishwa mwaka 2000 wakati zamu ya kwanza ilikuwa ikianza. Biashara ambazo zilianza mwaka 2000, watu ambao walianza siasa mwaka 2000. Fuatilia. Mwanasiasa fulani ningewataja, lakini siwezi kuwataja kwa sababu watu watasema mimi ni mshabiki wa vyama vyao labda. Mwaka 2000 ulikuwa ni mwanzo wa zamu ya kwanza. Mwaka 2026 ni mwanzo wa zamu ya pili. Kama una wazo, una kitu chochote unakifikiria 2026, muda sana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Mambo ya kufanya mwaka huu 2026. Jambo la kwanza, muombe Mungu wazo. Muombe Mungu mbegu. Muombe Mungu neema. Jambo la kwanza kufanya mwaka huu, muombe Mungu wazo. Muombe Mungu mbegu, wazo jipya. Kwa hiyo mwaka huu pata nafasi ya kumwomba Mungu mbegu. Jambo la kwanza la muhimu la kufanya, muombe Mungu mbegu. Mungu ndio waga anatoa mbegu. Mungu ndio waga anatoa mawazo. Kwa kama huna wazo lolote, kama huna jambo jipya lolote la kufanya kwenye maisha yako, muombe Mungu akupe wazo. Upate wazo la biashara, upate wazo la kuanzisha kampuni fulani, upate wazo la kufanya 1, 2, 3, upate wazo la kujenga, upate wazo la muombe Mungu akupe mbegu. Hili jambo la pili,
muombe Mungu hiyo mbegu aipe mwili. Muombe Mungu hiyo mbegu aipe mwili. Mstari ule wa Korinto wa kwanza 15, ule mstari wa 37. Wa Korinto wa kwanza 15 na ule mstari wa 37. Wa Korinto wa kwanza 15 na ule mstari wa 37. Maandiko matakatifu yanaeleza hivi: nayo uipandayo upandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ya ngano au nyingine. Nayo uipandayo upandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ya ngano na nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, kila mbegu mwili wake, kila mbegu mwili wake, kila mbegu mwili wake. Unapopanda mbegu huwa haina mwili wa muhindi, huwa haina mmea wa mchungwa, huwa haina mmea wa mpapai, huwa haina mmea wa ngano. Unapopanda mbegu waga ni chembe tu. Mbegu ya maharage haina muharage, ule mwili, ule mmea wa muharage haina. Lakini maandiko yanasema Mungu ndiyo huwa anaipa kila mbegu mwili wake. Manake ile mbegu mpaka ionekane, iwe harisi, itoke kwenye uso wa nchi, ipande juu, itengeneze ule mwili wa nje, ni Mungu ndio waga anaipa ile mbegu. Kwa hiyo wazo lolote linapata mwili kutoka kwa Mungu. Wazo lolote linapata mwili kutoka kwa Mungu. Kama una wazo la biashara, kama una wazo la siasa, kama una wazo la kuanzisha kampuni, wazo lolote, ili hiyo kampuni iweze kuwepo, ili hicho ambacho unakiwaza kiweze kuwepo, kiwe na mwili, ni kazi ya Mungu. Kazi yako kubwa ni kuipanda. Biblia inasema ya kwamba nayo uipandayo huipi mwili ule utakaokuwa. Wewe unapokuwa unapanda mbegu, ile mbegu wewe mwenyewe huwezi kuipa mwili utakaokuwa. Kwa kazi kubwa ni kwenda kupanda. Mpanzi alitoka kwenda kupanda. Kwa kazi kubwa ulionayo wewe ni kuthubutu mwaka huu. Nenda kapande duka Kariakoo, nenda kapande duka Nata, nenda simama inuka, nenda kapande kampuni Blela, inuka ondoka, nenda kapande kiwanda Bagamoyo, kiwanda Charinze, kiwanda Fukayose. Kwa kazi ulionayo wewe ni kwenda kupanda. Ndio maana jambo la kwanza, umuombe Mungu akupe wazo jipya. Jambo la pili, umuombe Mungu hilo wazo jipya alivike mwili, hiyo mbegu aipe mwili. Jambo la tatu, uinuke uende ukaanzishe hilo wazo. Kwa hiyo kazi ya Mungu, lile wazo ambalo utaenda kulianzisha kwenye majira haya ya zamu ya mwanzoni mwa zamu ya pili ya millennium, mwanzoni kabisa mwa zamu ya pili. Zamu ya kwanza imeisha 25 mara 4 100. Zamu ya kwanza 25, zamu ya pili 25, zamu ya tatu 25, zamu ya 4 25.
Kwa tumeshamaliza zamu ya kwanza 25. Tumeanza zamu ya pili 26. Kwa 2026 ni kuanza, ni mwaka ambao unakubali kiroho kuanzisha vitu vipya. Kwa hiyo kama una wazo, muombe Mungu wazo. Halafu lile wazo nenda kalipande. Halafu muombe Bwana, muombe Mungu kila ambacho umekipanda akipe mwili. Kwa hiyo muombe Bwana akupe wazo, kapande lile wazo. Baada ya kulipanda, endelea kumuomba Mungu lile wazo, ile mbegu aipe mwili. Sikilize mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba nayo uipandayo upandi mwili ule utakaokuwa. Lakini mbegu unayoipanda uipandi na mwili wake. Wazo unapoenda kulianzisha, wewe unakuwa huna mafanikio ya lile wazo. Unakuwa haujui hii biashara itapiki mpaka wapi. Unakuwa haujui hii kampuni itaenda mpaka wapi. Ila anayekuwa anajua na anayeweza kuifanikisha hiyo kampuni ikafika viwango fulani ni mwili. Bila sema kwamba ule mstari wa 38, lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo. Kwa kazi ya mbegu kupata mwili ni kazi ya Mungu. Kazi ya biashara yako itakuwa kubwa kiwango gani? Taasisi yako itakuwa kubwa kiwango gani? Huduma yako itakuwa kubwa kiwango gani? Huo mwili, hiyo picha ya nchi ambayo watu watakuwa wanaiona, hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo 2026 muombe Mungu akupe mbegu. Jambo la pili, nenda kapande hiyo mbegu. Jambo la tatu, muombe Mungu hiyo mbegu ipa. Mambo matatu 2026. Mambo matatu. Muombe Mungu akupe mbegu, akupe wazo. Nenda kapande hiyo mbegu. Jambo la tatu, muombe Mungu aipe mwili. Aipe mwili. Mbegu ya mchele haina mwili wa mkungu. Mbegu ya harage haina mwili ya mharage. Mbegu ya mwembe haina mwili ya mwembe. Mungu ndio waga anaipa kila mbegu wake. Kwa kuwa huu mwaka unafaa kuanzisha vitu, ni kutume kwa neno la Bwana. Mwaka huu anzisha mavitu. Anza 2026 anzisha. Mhubiri anaeleza vizuri, anasema nitupe mbegu zako asubuhi na jioni, maana hujui ni ipi itakayoota. Mhubiri 11:6. Mhubiri 11:6. Mhubiri 11:6. Nasema asubuhi panda mbegu zako. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii ama ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Anasema asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, na jioni tena panda mbegu zako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii ama ni hii, au kama ni zote zitafaa sawa sawa. Lakini uhakika ni kwamba 2026 kila mbegu ikipandwa ina 2026
kila mbegu ikipandwa inaota. Yaani mpaka mimi huku ndani najisikia kama mtoto, yaani kama mtoto wa kiroho. Yaani nakuwa nataka niseme tupinge, yaani nakuwa najisikia na nikwambia tupinge. Yaani jinsi ambavyo niko sure na ninachokizungumza, nina uhakika na hichi ninachokuambia, mpaka huku ndani nataka nikwambie tupinge. Kama ningekuwa ni mfanyabiashara ningekwambia, yaani natamani nikupe warrant na guarantee kwamba kama havitaweki mimi nitakurudishia mtaji wako. Sasa sifanye biashara. 2026 kaanze mavitu, kapande mbegu. 2026 kapande mbegu asubuhi, kapande mbegu jioni. Mwaka huu panda mbegu. Mwaka huu panda mbegu. Yaani wewe ni mkaka, kuna mdada unampenda, unatamani umuoe, lakini unaogopa, unaweza atakutukana. Mimi nikutume kapande mbegu. Kapande mbegu. Unataka kuanzisha biashara, unataka kuanza siasa, unataka kuanzisha kampuni, 2026 kapande mbegu. Kila mbegu Mungu anaipa. Sasa na huu mwaka ni mwanzo wa zamu ya pili. Zamu ya pili ndio inaanza 2026. Kwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwenye zamu ile ya kwanza Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa na wazo, akaamua kulifanyia kazi lile wazo. Kwa kama unataka biashara ya kufanya, kama biashara, wazo lolote la biashara chochote kaanze. Mwaka huu usidiri sana na mambo na vitu ambavyo ulikuwa unavifanya zamani. Mwaka huu usidiri sana, yani hivyo vingine viendelee kuwepo. Kama ulikuwa unafanya moja mbili tatu, endelea tu kufanya hivyo ambavyo ulikuwa unafanya zamani. Lakini mwaka huu hebu anzisha. Alafu mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4